miongoni mwa neema hizo ni kutujalia kuwa katika Waislamu, lakini pia akatufanya kwamba ni Waislamu angalau wenye kufuatilia maamrisho yake kiasi cha kuweza hata kufika misikitini na kuswali. Lakini tumshukuru pia kwa kutujalia ndani ya muda huu kuwa tuko katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, tukikumbushana yale ambayo akasema jikingeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mnaombana kwaye, lakini pia jikingeni na kuuvunja udugu, jikingeni na kuukata udugu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akasema, ithnani la yanzuru Allahu ilayhi ma yawm al-qiyama qati'ur rahimi wa jarus su'i. Watu wawili hatawatazama Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, kwa maana hatawarehemu. Watu wawili hao ni mwenye kukata udugu na jirani ya watu wawili hawa. Tukiwaangalia tunapata maana pana kabisa ya kwamba mshikamano katika jamii unakwenda namna gani. Ni kwamba kwanza unaanza ndani ya familia, unaanza ndani ya ukoo, unaanza ndani ya udugu wa damu, halafu unakwenda nje ya udugu na nje ya familia, kwenda kwenye ukaribu wa makazi na ukaribu wa mahali, kutoka kwenye ukaribu wa kidamu kwenda kwenye ukaribu wa kimahali. Kwa vyovyote vile utakuwa unapoishi unaishi na majirani zako. Kama hutoweza kujenga ukaribu na mapenzi na majirani zako, basi huwezi kujenga ukaribu na mapenzi kwa watu wengine wasiokuwa majirani zako. Kwa jengo hili la udugu wa Kiislamu aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini ni ndugu. Udugu huu aliyoutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majenzi yake, msingi wake unaanza kwenye familia, unakuja kwa jirani. Ikisha kuwa jirani na jirani wana mapenzi, basi sasa mtu na waliombali na yeye patakuwa pana mapenzi tayari, watu wataweza kuhurumiana. Na ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema innamal mu'minuna ikhwa, akafuatisha kwa kusema fa aslihu baina akhawaykum,
Maanake ni amri, iwapo kuna wanaogombana, basi sisi kusuluhisha wapatana. Ni amri mtu na mtu kupatana, wao kwa wao. Ikishatokea kwamba kumepatikana sababu ya kuweza kufarakana watu wawili hawa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta maamrisho na analazimisha kwamba hawa sasa watu wawili hawa ni lazima muwapatanishe. Na ndivyo ilivyo, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuagiza na alivyotuelekeza. Na hata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akasemaje? Akasema, la yahillu limu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath, si halali kwa muumini yoyote kumweka shonde ndugu yake zaidi ya siku 3, yaltaqiani, hali ya kuwa wanakutana, fayuridu hadha wa yuridu hadha, huyu ampa miongo huyu na huyu ampa miongo huyu, kila mmoja hana haja na mwenzake. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, na mbora wao ni yule anayeanza kutoa salamu. Angalia namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa muda wa kuweza kukidhi maumbile yetu. Ametupa muda wa siku 3, ayahjura akhahu fawqa thalath. Siku 3 kwa inavyoonekana ni kipindi ambacho maumbile ya mwanadamu yoyote yanaweza kutengemaa, yani mtu anaweza akatoka katika mizani kutokana na ima hasira au hata huzuni, anaweza akatoka katika mizani yake ya kawaida, lakini siku 3 zinamtosha kuweza kujikontrol na kuweza kujirudisha. Ndio maana hapa Mtume akasema fawqa thalath. Mafuhumu yake ni kwamba ni halali kuweza kumweka shonde nduguyo siku 3. Tena hata katika masala ya huzuni, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayitin fawqa thalath, au ala maytin an tuhidda ala maytin fawqa thalath. Si halali juu ya mwanamke anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuacha kujipamba kwa sababu ya maiti zaidi ya siku 3, illa ala zawji 4 ashhuri wa 10, ila kwa sababu ya kufiwa na mume miezi 4 na siku 10. Unaona, ameweka siku 3 kuonyesha kwamba maumbile tuliyoumbwa nayo, ukiadhibishwa lazima utaadhibika. Ukipatwa na huzuni, msiba ukikupata lazima utahuzunika, na kuhuzunika kule kunaweza kukufanya usitamani kula, kuhuzunika kule kunaweza kukufanya usitamani hata kuvaa vizuri, usitamani starehe ya aina yoyote. Lakini yaonyesha kwamba maumbile ni siku 3. Hizi ndizo ambazo utashindwa kujikontrol. Zikizidi siku 3, basi unaweza ukajikontrol. Ndio maana ikawa la yahillu la yahillu. Na nadhani hata wazee wetu wakaweka baada ya siku 3 wakafanya dua. Kama mtu kafa au mtu kafiwa, basi watu baada ya siku 3 ile wanafanya tafsiri, wanafanya dua, ni kana kwamba ule msiba sasa leo tunaomaliza na siku ya mwisho, watu waangalie mengine, huzuni sasa imefika mwisho. Kwa tunaona kwamba Uislamu umehimiza sana mapenzi, Uislamu umehimiza sana umoja, Uislamu umehimiza sana ushirikiano. Kama hivi tunapotembeleana, tukaja huku tukawaona ndugu zetu, tukaweza kuwakumbusha chochote tunachowakumbusha, na wao wakatupokea wakashirikiana na sisi katika haya tunafanyayo. Hii ni katika huo muungamano na mshikamano ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka au ameuamrisha, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aurudishe na uimarishe zaidi na zaidi na zaidi, na azidi kuuboresha. Hakuna kitu kikubwa kama watu kushikamana katika dini yao. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Ameshazitaja aya hizo shekhe hapa kwamba tushikamane katika dini ya Mwenyezi Mungu, tusifarakane.
Anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni juu ya wema na kucha, na msisaidiane juu ya dhambi na uadui. Kuna kusaidiana gani kikubwa juu ya neema nini, juu ya wema zaidi ya hii tuliyofanya? Kama ziko njia nyingine za kusaidiana juu ya wema, lakini na hii pia ni katika njia kubwa sana ya kusaidiana juu ya wema. Wanaotupokea wanatusaidia juu ya kupata thawabu za kufanya kazi ya dawa, lakini na vile vile na sisi nasi hawa tunawajia, nasi tunashirikiana nao, tunasaidiana nao juu ya kazi ya tablighi ya kufikisha dawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika kusikia maneno, kutenda anatakiwa kutenda na kuacha anatakiwa kuachwa. Walkamalu lillahi billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.